Dakika ni 31 33 baada ya saa 1 kamili za asubuhi. Sisi bado tupo hapa tukiendelea kuyazungumza mengi kweli kutokea kwenye Super Breakfast ya East Africa Radio. Odifem Chungu yuko hapa pia. Nimeona comment nyingi za watu ni kuhusu ule mkutano wa jana wa Chauma. Ni mkutano wa kwanza, lazima watu wawe na maoni mengi. Nisome kama Triple M wa Tema Moshi, neno ubwabwa lina maana pana sana. Chauma sasa ndio chama cha upinzani, ameandika hivyo. Anacheka maoni ya mtu. Maoni ya sasa ndio maoni. Anasema neno ubwabwa, na kweli ukiwasikiliza Chauma akiwa anafafanua ubwabwa, hamaanishi wewe kula ubwabwa kwenye sahani. Anamaanisha lishe, watu wale. Jana pale uwanjani Furahisha pale, kwa nikimsikiliza mwenyekiti wa Chauma, Mzee Hashim Rungu akanasema yeye anatamani hata hospitalini. Yaani kusikia kuna mambo usijue eti hospitalini mpaka wewe upelekee mgonjwa wako chakula. Yaani ukishaingia hospitalini kutibiwa, chakula ni uhakika pale yani. Yaani kuna muda wa wagonjwa kupewa vyakula kulingana na unavyoumwa. Bure kabisa. Sema pale simeenda kutibiwa. Tiba nyingine si ni chakula, lishe. Kwa hiyo hospitalini inabidi wakusaidie kupalishe. Serikali yao inaamini kwenye hilo. Inaamini kwenye chakula. Kwenye chakula. Sasa yako mengi ya kuzungumza, yanazungumzwa kwenye mtandao ni kuhusiana na mwitikio wa watu, mapokeo, kwa sababu tunazungumza Chauma, chama ambacho mkutano wake wa kwanza waliofanya hapa Ubungo, Ubungo Plaza hapa, walitikisa kweli. Watu walijaa paka nje na wakawa na ahadi nyingi kweli kwamba, kumbuka Salim Mwalimu miongoni mwa kauli aliyoizungumza ni kwamba ndani ya mwezi mmoja tutakiona chama cha tofauti. Tutaona makubwa kweli. Makubwa ndio. Bado maana tunayajadili haya kwa sababu kwenye mtandao huko yanayoendelea ni kuonyesha kwamba wamefeli. Kama wamefeli. Sasa tunayajadili hapa. Sasa miongoni mwa waliozungumza jana kwenye ule mkutano, pia tumsikilize, ni naibu mkurugenzi wa kurugenzi ya sheria na haki za binadamu kutoka chama hicho cha ukombozi wa umma Chauma, anaitwa Esther Fulano, ambaye akizungumza kwenye mkutano wa hadhara wa chama hicho jana Mwanza, alitoa wito kwa wananchi kuwaunga mkono, kwani chama hicho ndicho pekee chenye upinzani wa kweli. Huyu hapa Esther, sikiliza hapa akiwa anamwaga sera zake. Esther Fulano ni naibu mkurugenzi wa kurugenzi ya sheria na haki za binadamu Chauma. Napenda nitambulishe hivyo kwa sababu kule nilikotoka ex wangu nilishamalizana naye salama. Nataka niwaambie wana Mwanza, mimi ni mkazi wa Mwanza. Nafahamu changamoto ambazo tunazipitia za maji, za barabara na kadhalika. Tumekuwa tukipambana ndani ya miaka 5 hii. Tukiwaza kwenda kwenye uchaguzi tubadilishe uongozi ili tuende tukapata vitu ambavyo tunavitaka vikatimie, lakini imekuwa ni ndoto. Sasa sisi ni wale punda tuliobeba mizigo. Sisi ni wale punda tunaombeba Yesu Kristo wa Nazareti, tukamfikisha salama. Japokuwa thamani yetu haikutambulika, lakini jiulize, kwa nini punda na sio swala? Kwa nini punda na sio tembo mwenye nguvu? Ni kwa sababu punda thamani yake ni kubwa. Tunaomba wana Mwanza mkatupokee. Tunaomba mtupokee na mtukubali huko mtaani, kwa sababu hiki ndio chama pekee cha upinzani wa kweli ambao tunaingia kwenye uchaguzi. Na tuko tayari kupambana. Mheshimiwa Naibu, tuko tayari kukamua jibu. Kwa majina ya sisi ndo wale punda. Sisi ndo na punda ajua limetokeza kwenye chama kadhaa ya Chadema. Umehitaji sisi ndo wale punda. Sema hivyo, sisi ndo wale punda ambao tunambeba Yesu. Tukafikisha mzigo, tukafikisha salama. Kwa hiyo anasema na yeye pia ndo wao wenyewe. Hiyo punda ilitumika kwenye mfano ya Heche kwenye mikutano kadhaa. Ndio maana wanaitumia hiyo. Ukitazama video za ule mkutano wa jana, ni kama wananchi wanaona kitu kipya hivi. Kwa hiyo wanasikiliza, yani siazoea sisi kwenye siasa, kuna jambo likizungumzwa unaona lile vibe limeamka. Lakini wananchi jana Mwanza ni kama wamekaa na wanasema kama wanasikiliza.
wewe ungekuwa wewe ni ndio unafanya hizo harakati afu unaona ile picha wananchi jana, ungeongeza nini? Kwa sababu Chauma ndio chama ambacho kinatajwa kwamba kitaingia kwenye uchaguzi na wanajinasibu hivyo kwamba wanatarajia kufanya vizuri, lakini kwa picha halisi inatofautiana. Fikra wanachokifikiri na kinachoonekana nje inatofautiana. Ningeona mikutano ya kwenye kata ndogo ndogo iko vile kama jana, ningesema huko hamna watu. Furahisha na hata kutazama setting ya uwanja walikuwa wameiseti ipokee mamia maelfu ndio, lakini unaona watu hawakuwa wa staili hiyo. Kuna namna wanaweza wakabadili wakakuza hiyo, kwa sababu akili zao zinawaambia mna watu. Yes, kwanza inakuonyesha taswira moja kwamba jukwaa walilokuwepo mwanzo lilikuwa jukwaa kubwa sana katika wao kujiuza kama wanasiasa. Sawa yani kwa mwanasiasa kwa mfano akiwa Chadema anaweza akaonekana zaidi kuliko majukwaa mengine ya upinzani, kama vile ambavyo mwanasiasa akiwa Chama cha Mapinduzi anaweza akaonekana zaidi kuliko majukwaa mengine. Kwa hiyo tulichokiona jana Chauma inakuonyesha kwamba hawa G55 na waliondoka, jukwaa la Chadema lilikuwa linawabeba dhidi ya sera zao, mitazamo yao na hata matarajio yao kwa wananchi. Kwa hiyo Chadema ilikuwa ni kama ni mkakati wa marketing kwao kuweza kujiuza mbele ya macho ya Watanzania. Na hiyo inakuonyesha namna gani ambavyo muitikio wa wananchi, hata imani ya wananchi, hata matarajio ya wananchi dhidi ya sera zao. Ukitazama katika mkutano ambao walifanya hapo Bongo Plaza, ulikuwa na vibe kubwa sana. Tulikuwa nasikia hapa watu 3000, watu 2000, watu 1000 ngapi. Na paka mmoja mwanachama wao akasema kwamba paka juzi nilikuwa nasikiza kwenye chombo cha habari wamekuja watu 5000. Sasa matarajio mimi nizungumza na wao ulizungumza nao kabisa kwenye mjadala. Kuna mjadala kabisa 7000. Kwa hiyo ukiangalia idadi ya watu ambao wanaotajwa kwenda Chauma na reflection ya uhalisia ni tofauti. Kwa hiyo unapata hitimisho kwamba jukwaa ambao walilokuepo ni jukwaa kubwa ambalo liko linawauza katika kupigania kile ambacho wanachokiamini. Na majukwaa kwenye siasa yanatofautiana ukubwa, umri, hata uzoefu. Jukwaa kwa mfano la ADC uwezi kufanyisha jukwaa kwa mfano la Chama cha Mapinduzi. Jukwaa kwa mfano la Chadema sawa, hauwezi kufanyisha jukwaa la Chauma. Kwa hiyo mizani ya jukwaa la kisiasa yanatofautiana. Na kwa hivyo inakuwa kwa sababu ujenzi wa vyama unategemea umri wa chama kuanzishwa. Chadema sasa hivi imekuwa ni imani. Sawa, yani falsafa yao ile wanasema people's power. Juzi nilikuwa nimejipa kazi ya kusoma hizi katiba zote za vyama kuanzia Chama cha Mapinduzi, Chadema, ACT, Chauma. Yani wao falsafa yao wanaamini katika people's power, yani nguvu ya umma. Sawa, ukiwatazama hawa Chauma wanaamini katika hiyo falsafa ya kijamii. Ndio maana kuwasikiza wanasema kwamba sisi tunataka jamii yenye lishe, tunataka jamii watu ambao wanakula vizuri, watu ambao wana afya nzuri. Ukiwasikiza kwa mfano Chama cha Mapinduzi ni watu ambao wanakuja na sera ya kufanya mabadiliko, transformation kwa maisha ya Watanzania. Ukiangalia Chadema wana huo mlengo wa kati wa kulia, sawa, wanaamini kuna uchumi wa soko. Sasa hivi vyama itikadi za umaarufu wao na itikadi na falsafa, Chadema imeshakuwa tayari imekuwa mbele kule macho ya Tanzania. Kwa hiyo wao Chauma kwa tazama wanatakiwa wajue kabisa kwamba chama ambacho walichoenda nguvu yake ya ushawishi sio sawa walipotoka. Sasa mbinu na mikakati ambapo unapoenda kuna jukwaa lingine kutokana na mazingira ya kile chama lazima uje mikakati mipya. Kwa sababu leo hii kwa mfano Chadema walivyoenda Furahisha yani muitikio wananchi ulikuwa ni mkubwa kwa sababu ya chama chao kina uzito. Sasa wao kama Chauma lazima wajue kabisa kwamba wao ni chama kichanga. Sasa mikakati ya kuweza kuwa influence watu lazima itofautiane kule walipotoka. Sasa tutakao kufanyaje? Cha kwanza ni kuhakikisha kwamba chama chao kinaenda zaidi kwa wananchi. Kuanzia chini zaidi. Mtandao wao wa chama ambao wamekuta kwa Washimlunge wakifanya tathmini, je, upo kwa wananchi? Upo kwenye kata? Kwa sababu Chadema washafanya operation nyingi, operation Sangara, M4C, sio katiba mpya. Kwa nini chama kimezoleka? Sawa, wao ukiangalia wana mtandao mpana. Kwa kama wana mtandao mpana, matarajio yao ya kisiasa yasiwe nini makubwa. Sasa kazi ya kufanya kwa makada wapi ambao wameingia,
kwa chama ambacho hakina uzito wa kisiasa. Nini kitakuwa kufanyika? Cha kwanza ni kujaribu kuvutia tabaka la watu fulani. Chadema ukitazama, ukiangalia ujenzi wao, waliweza kuvutia wanaharakati, walivutia wasomi, walivutia vijana. Sawa? Chama cha Mapinduzi kilivutia wafanyabiashara, maprofesa, wanasiasa, wasomi. Kwa ni chama ambacho kimejengwa kikiwa kina ushawishi wa makundi tofauti. Sasa Chadema ukiangalia Chauma, wana ushawishi wa wafanyabiashara kwa mfano, wasomi, wanasiasa, wanaharakati. Maana ni kwamba haya makundi upa mtei yanakupa taswira na ushawishi kwenye mitandao hata kwa wananchi. Sasa wao ukitazama, kwa sababu ni chama kipya na uungwaji wao mkono kule furahisha umekuwa ni mdogo, namna gani waweza wakaja mikakati ambayo itakuja inaweza kuwagusa makundi fulani. Ni kweli wao washatoka kwenye Chadema, wapo kwenye chama cha Chauma. Mkakati gani ambao unafuata kuhakikisha kwamba chama chao kinaweza kuuzika kwenye macho ya Tanzania? Kwa nini akasema kwamba tuache sasa zile habari za watu 7,000, watu 8,000, watu 10,000 kwamba sisi hawa chama kitakufa. Kwa hali jinsi ilivyo, mtu ukisema kwamba Chadema itakufa kwa nyewe mlifanya mkutano, utakuwa ni uongo. Kwa sababu hali halisi inajiruhusu. Na uzuri wa siasa ni kwamba haifanyiki chumbani. Inafanyika hadharani. Ukiitisha mkutano, kama watu wakiunga mkono wataonekana, wasipokunga mkono wataonekana. Kwa hiyo akasema kwamba jukwaa ambalo walioenda ni jukwaa dogo, jukwaa changa, inahitajika kujengwa na kuvutia makundi mbalimbali wenye ushawishi kwa jamii. Yapo majina ambayo yakijiunga nayo yanaweza kubadilisha hili. Yes, yapo majina yakijiunga nayo yanaweza kubadilisha. Na hayo majina ambayo watajiunga kwenye Chauma lazima liwe jina ambalo lina uzito kwenye siasa takriban miaka 20. Yani ili Chauma iweze kuwa na sasa taswira yao ya chama iweze kufika mbali, lazima jina la mgombea huyo liwe limefanya siasa miaka mingapi? 20. Maana ni kwamba ukimpata mwanasiasa ambaye amefanya siasa kwa muda mrefu, kwa mfano Chadema kwa nini ilipata umaarufu 2015? Ilimpata mwanasiasa ambaye alitaka urais tangu mwaka 95. Edward Lowassa hayati. Maana ni kwamba alikuwa ni mwanasiasa ambaye ana mtandao. Sawa? Sasa ni kwamba kwa Chauma wao ili waweze kuwa maarufu, kwa chama chao kifike mbali. Sawa? Ambapo watu hawakijui na wakifuatilie, lazima watafute wanasiasa, wanaharakati, sawa, wasomi ambao sasa watakuja watachukua zile falsafa kukisemea chama mbali zaidi. Ukisoma magazeti wiki hii jana, pia tulikuwa tuna headline moja hapa na juzi pia. Hata mitandaoni hapa nimeona kwenye comments za YouTube, Makene Selekwa Kabonje pia na aliandika hapa, wanamtaja sana mwenyekiti mstaafu wa Chadema Freeman Mbowe kwamba ni miongoni mwa watu ambao wanatajwa kwamba huenda kajiunga na chama hicho. Anaweza kubadilisha ulichokiona jana. Yes, kama inavyosemwa au inavyotarajiwa hisia za watu, sababu waliojiunga na chama hicho wengi walikuwa wakimtaja yeye, wanajinasibisha naye. Kwa hiyo inatajwa kwamba Mheshimiwa Mbowe ni kiongozi ambaye ana sifa za tofauti kuliko watu wote ambao wapo Chauma. Sawa, sifa yake kubwa Mheshimiwa Mbowe ni mwanasiasa mwenye hadhi ya kitaifa. Unajua kuna wanasiasa wametofautiana. Kuna junior politician, kuna senior politician, lakini kuna wale wanasiasa ambao wana hadhi ya kitaifa. Mwanasiasa ukishakuwa kwa mfano kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani, mwanasiasa ambaye ushagombania urais, mwanasiasa ambaye ushaongoza chama kikubwa kama Chadema, wewe unakuwa sio mwanasiasa wa kawaida, unakuwa mwanasiasa mwenye hadhi ya kitaifa. Jina lako ni maarufu, linafika katika maeneo mbalimbali duniani. Sasa Chauma hawana mtu kama Mbowe au hawana mtu kama Lissu. Sawa? Kwa sababu gani? Hao ni wanasiasa ambao wana hadhi ya kitaifa. Washashinda ubunge, washaika Legas, sio wageni kwenye macho ya Tanzania. Sasa ukipata mwanasiasa kama huyo, maana yake ni kwamba unapata brand ya chama. Ambayo brand itakuwa inauzika kule inapofika. Kwa hiyo kama wakipata mwanasiasa ambaye ana misuli ya kisiasa, amefanya kazi zaidi ya miaka 20 kwenye siasa za Tanzania, nafikiri wanaweza kubadilisha nini upepo. Sa watu wengi watamani kusikumbuka, okay, huyu atasema nini? Anakuja na sera gani? Anapeleka mashambulizi gani kule alipotoka? Kwa dakika moja, Chauma wanamhitaji Mbowe. Chauma wanamhitaji Mbowe, ndio. Kwa ulioyaona jana. Chauma sio wanamhitaji Mbowe, Chauma wanahitaji wanasiasa maarufu zaidi. Wa aina ya Mbowe. Wa aina ya Mbowe, wanasiasa wenye hadhi ya kitaifa. Atoke Chadema, atoke CCM, wanahitaji wanasiasa wenye hadhi ya kitaifa ili waweze kuuza taswira ya chama yao.
Kwa mtazamo wako unafikiri Mbowe akiona kilichotokea jana kama alikuwa anafikiri hivyo sasa hivi atafikiri nini? Mwanasiasa makini huwa anapiga hesabu za kisiasa. Siasa ni kama mchezo wa chess. Unapochukua kete moja kulipia kwenye kete nyingine lazima uangalie athari yake. Kwa mwanasiasa makini ambaye ana ndoto kubwa za kisiasa akiangalia jukwaa ambalo lilikuwa linapigwa chapuo halijaleta matokeo, lazima aweze kukaa chini na kupiga hesabu zake za kisiasa vizuri. Kwa unategemea kabisa kwamba kama mwanasiasa alikuwa anatamani labda ile jukwaa kama lilikuwa linavutia zaidi kwa reaction ya wananchi, mtazamo wa wananchi, influence ya umma, anaweza akavifikiria akakaa vile vile chini kupiga hesabu vizuri kwamba je, nikijiunga kwenye jukwaa maslahi yangu ya kisiasa. Kwa sababu mwisho wa siku mwanasiasa ni mtu ambaye anafanya siasa kwa lengo la kutafuta madaraka.